habari, karibu katika channel yetu AWS Herbal Clinic. Na leo tutaongelea tiba ya vidonda kwenye ulimi. Hii ni changamoto ambayo imekuwa ikiwakumba watu wengi na wengi wamekuwa wakituuliza, je, ni dawa gani ambayo nitumie kuondokana na changamoto ya vidonda kuwa kwenye ulimi? Sasa kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi anaitwa Dr. Jimmy. Usisahau kusubscribe na comment kwenye channel yetu ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazo tuma kila siku. Na nikukumbushe, kama una swali au kama una changamoto yote ya kiafya ambayo imekuwa ikikutesa na hujui namna ya kuondokana nayo, basi huu ndo muda mwafaka. Utatujulisha hapo chini kwenye comment na tutaweza kukupa namna nzuri na suluhisho zuri la kuondokana na hiyo changamoto ya vidonda kwenye ulimi. Kwa hiyo usisahau kutufuatilia, usisahau kuwa wa kwanza kupata dondoo za kiafya kila tunapozituma. Tutaelezea kwanza sababu ambazo zinapelekea vidonda kwenye ulimi. Sababu namba moja ambayo inapelekea vidonda kwenye ulimi, sababu ya kwanza ni kupata majeraha. Wengine wanapata majeraha, unaweza ukajikuta unajing'ata kwa meno yako, lakini pia majeraha kwa ajali yoyote ambayo utaipata ikapelekea shida kwenye ulimi, basi inaweza ikawa changamoto ya kwanza inayopelekea vidonda kwenye ulimi. Lakini sababu ya pili ni ukosefu wa vitamini. Hapa mara nyingi tunaongelea vitamini B12 na folic acid. Ukikosekana hii vitamini B12 na folic acid, pia inaweza ikawa chanzo kimojawapo cha vidonda kwenye ndimi au kwenye ulimi. Sababu nyingine ya tatu ni kutumia vyakula vyenye asidi sana, ambayo tunasema vyenye tindikali. Kutumia vyakula ambavyo vyenye tindikali sana vinaweza vikaunguza ule ulimi wako na kuweza kusababisha vidonda kwenye ulimi. Lakini sababu nyingine ni kwamba kuwepo kwa fungus, virus na bakteria kwenye mdomo wako, basi inaweza ikawa ni chanzo kimojawapo kinachopelekea vidonda kwenye ulimi. Na mwisho ni kwamba kinga ya mwili kuweza kuwa dhaifu. Tunasema kinga ya mwili kuwa dhaifu, basi inaweza tunasema kwamba kinga ya mwili huwa inapambana na magonjwa. Kwa hiyo ikitokea ile kinga ya mwili imekuwa dhaifu, inaweza ikapelekea changamoto ya vidonda kwenye ulimi. Na ya mwisho tunasema ni allergy, kuwa na mzio. Kuna mtu ana allergy ya vyakula fulani, allergy hata ya dawa fulani ya meno. Kwa hiyo ikitokea amegusana na vile vyakula au ametumia ile dawa ya meno, basi utaweza kupata vidonda kwenye ulimi. Unakuta ulimi unakuwa detected moja kwa moja na anakuwa na changamoto ya vidonda kwenye ulimi. Basi hizo ni sababu ambazo zinapelekea vidonda kwenye ulimi. Sasa tuambie hapo chini kwenye comment, wewe unadhani sababu ambayo imekupelekea ulimi wako uwe na vidonda ni sababu zipi? Ni sababu gani ambazo zinapelekea uwe na vidonda kwenye ulimi? Kwa hiyo tuambie hapo chini kwenye comment ili tuweze kufahamu na tuweze kuona tunakushauri vipi namna ya kuondokana na changamoto ya vidonda kwenye ulimi. Kwa hiyo dalili moja kwa moja ni hiyo ya vidonda. Ukishakuwa na vidonda kwenye ulimi, basi jua hizo zinaweza zikawa miongoni mwa sababu. Kwa hiyo utaangalia wewe ni sababu ipi ambayo inapelekea vidonda kwenye ulimi. Kwa hiyo ukishaona ni sababu ipi ambayo inapelekea kwenye vidonda kwenye ulimi, basi itakuwa rahisi kuweza kurecover hiyo changamoto ya vidonda kwenye ulimi, ambayo pia inapelekea mdomo kunuka. Kwenye video zilizopita tumeshaelezea namna ya kuondokana na changamoto ya mdomo unaonuka. Tumeelezea tiba za kutumia ili uache kutema cheche mdomoni. Lakini pia tutaenda kuongelea tiba tiba ya vidonda kwenye ulimi. Tiba namba moja ya vidonda kwenye ulimi, kwanza ni vitunguu saumu. Unaponda vitunguu saumu, yale maji yake unakuwa unapaka kwenye sehemu yenye vile vidonda, na maana kwenye ule ulimi wako. Ukishapaka yale maji, itakuwa ni tiba mojawapo nzuri ya kuondokana na hiyo changamoto. Ya pili ni kupaka ule utomvu wa aloe vera. Ukiweka utomvu wa aloe vera, tunajua kwenye aloe vera ukiukata huo na utomvu ule unaonata. Ule utomvu unaonata
utakusaidia ukiupaka kwenye ulimi, utakusaidia kuweza kusafisha ulimi wako na kuweza kuondoa vile vidonda. Lakini pia kutumia mtindi, sukutua kwa kutumia mtindi, kwa sababu mtindi unaondoa bakteria wabaya na kuongeza bakteria wazuri. Utaweza kusukutua na mwisho utaweza kukaa sawa. Lakini pia usisahau kutumia ile vitamini B12 na folic acid, itaweza kusaidia kwa sababu hiyo tumesema ni mojawapo ya causative ambayo inasababisha ulimi kuwa na vidonda. Lakini mwishoni utapata nazi, mafuta ya nazi. Basi pia na mafuta ya nazi unaweza kuwa unapaka kwenye zile sehemu ambapo kuna jeraha ili kuweza kuondokana na changamoto ya vidonda kwenye ulimi. Tuambie hapo chini wewe ulitumia dawa gani kuondokana na vidonda kwenye ulimi. Tunasema sharing is caring, njoo tu share ili tuweze kuona namna ya kuondokana na hiyo changamoto. Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazotuma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.